na kuomba ulitembelee kutano hili la wana Magomeni leo. Useme nasi ili baada ya ibada ya leo, kila nafsi iliyojihudhurisha mbele zako, hata wale walio katika mitandao, wakaseme ya kwamba nilikuwa nyumbani mwa Bwana wangu. Neema yako Yesu Kristo, pendo lako na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nasi hata misho ya ibada ya leo, kwa jina la Yesu Mwokozi wetu, amen. Karibuni wote katika kambi la mwaka 2026. Fungu letu kuu tulilolisoma limetoka katika Zaburi ile ya 22. Kama linavyosema, nalifurahia waliponiambia twende nyumbani kwa Bwana. Zaburi hiyo ni zaburi inayoanguka katika zile zaburi zinazoitwa zaburi za kupandia. Kama wewe ni msomi wa Biblia, utagundua ya kwamba kitabu cha Zaburi kimegawanyika katika makundi 8. Sitayataja hayo makundi yote, lakini kundi ambalo ninalizungumza ni kundi hili la zaburi za kupandia, zinazoanza Zaburi ya 120 mpaka Zaburi ya 136. Zaburi hizi zilikuwa ni zaburi ambazo Israeli waliziimba wakipanda kwenda Yerusalemu kwa sikukuu za Bwana. Walikuwa wakipanda wakienda Yerusalemu wakiimba. Utasikia Zaburi ya 120 ikiwa ni zaburi ya kujihurumia ambayo Israeli waliimba. Utasikia wakisema ya kwamba mimi ninakaa katika hema za Kedari, wakiimba wakionyesha namna walivyo dhaifu, namna wanavyomhitaji Bwana. Hawa ndio walioimba Zaburi ya 121 wakiendelea kuuliza ulinzi wa Mungu tangulie mbele zao. Lakini Zaburi ya 122 ikionyesha furaha yao kupanda kwenda Yerusalemu, wakipanda katika mji uliochaguliwa, mahali Bwana alipopachagua, wimbo ambao ulihamasisha Israeli kuitakia Yerusalemu amani. Wimbo wa pekee uliokuwa ukiimbwa. Zilikuwepo zaburi nyingi, hatuwezi kuzisema zote maana hatuzifundishi. Ninaleta habari hii kwa sababu nasi wana Magomeni, huu ndio wakati wa kuimba wimbo wa kupandia, kwenda katika sikukuu za Bwana, kwenda katika sikukuu hizi za Bwana ambazo yeye mwenyewe ametuamrisha twende. Natamani tujiulize swali, hizi sikukuu za Bwana ni zipi? Sikukuu hizi za Bwana ni zipi? Neno la Bwana katika kitabu kile cha Torati sura yake ni ya 16, mstari wake ni wa 15, 16 na 17. Hapo neno la Bwana limeweka vizuri kutuelekeza kile kinachopaswa kufanyika. Torati 16 mstari wa 15 anasema, siku 7 mfanyie Bwana sikukuu, mfanyie sikukuu Bwana Mungu wako mahali atakapopachagua Bwana, kwa kuwa Bwana Mungu wako atakubarikia katika maongeo yako yote na katika kazi zote za mikono yako, nawe uwe katika furaha kabisa. Mstari wa 16 anasema, mara 3 kwa mwaka na watokee wanaume wako wote mbele za Bwana Mungu wako mahali atakapopachagua, katika sikukuu ya mikate isiyotiwa chachu, na katika sikukuu ya majuma, na katika sikukuu ya vibanda, wala wasitokee mbele za Bwana mikono mitupu. Na mstari wa 17 anasema, kila mtu na atoe kama awezavyo kwa kadiri ya baraka ya Bwana Mungu wako alivyokupa. Haya ni maneno ya Mungu ambayo Musa anaikumbusha Israeli ambao walikuwa wamepewa maelekezo katika kitabu cha Hesabu, waliokuwa wamepewa maelekezo katika kitabu kile cha Mambo ya Walawi, namna ambavyo watakavyofanya
wakitokea katika sikukuu za Bwana. Na Musa anawaambia ya kwamba katika nchi mtakayoingia ya Kanaani, Bwana atakapowapa kuketi na kuishi humo, basi mahali atakapokalisha jina lake, mahali atakapopachagua, hapo mtapanda kupaelekea mara 3 kwa mwaka, kwa sikukuu za Pasaka, kwa maana ya mikate isiyotiwa chachu, kwa sikukuu ya majuma, na kwa sikukuu za vibanda. Mara 3 wataenda. Na Mungu alichagua mahali tofauti tofauti. Ziko nyakati Rama ulichaguliwa, ziko nyakati Shilo palichaguliwa, Yerusalemu ilichaguliwa, nyakati za Daudi, na kwa muda mrefu Yerusalemu ilikuwa ni machaguo ya Bwana. Israeli walipanda mahali alipopachagua Bwana. Sasa hizi siku kuu za Bwana zilizozungumzwa katika neno hili, ziko siku kuu 8 ambazo Bwana amezitamka katika neno lake. Ziko siku kuu 8. Na hizi unazipata wapi? Unazipata katika kitabu kile cha Walawi sura ya 23. Hii Walawi karibia yote imeeleza sikukuu hizi za Bwana. Kitabu hiki cha Walawi kiliandikwa ndani ya mwezi mmoja tu. Nadhani ndicho kitabu kilichoandikwa kwa muda mfupi mno. Ndani ya mwezi mmoja kitabu hiki kilikuwa kimekamilika, na kiliandikwa pale Sinai, kikitoa maelekezo ya ibada, namna ambavyo ibada zilipaswa zifanyike. Sasa sikukuu ambazo Bwana alikuwa amezieleza, ziko sikukuu 8, na ya kwanza unaanza kuiona katika mstari ule wa 3, ambapo anasema mtafanya kazi siku 6, lakini siku ya 7 ni sabato ya kustarehe kabisa, kusanyiko takatifu. Msifanye kazi ya namna yoyote, ni sabato kwa Bwana katika makao yenu yote. Hii ndiyo sikukuu ya kwanza ambayo Bwana alisema ya kwamba itakuwa katika taifa la Israeli, ya kwamba walipaswa waitunze sikukuu hii. Unajua, sikukuu ya Sabato ni sikukuu ya Bwana ya kila juma. Hata na nyinyi hapa mmekuja kwenye sikukuu. Ndio maana hata dressing code yetu inakuwa ni tofauti na siku nyingine. Hata roho ya unabii imeshauri ya kwamba hata mlo uwe ni wa tofauti kidogo, maana ni sikukuu. Sikukuu ambayo Bwana yeye mwenyewe katika juma amechagua kukutana na watu wake. Muda haunitoshi sana, lakini natamani kusema na wewe msabato mwenzangu, mwadventista mwenzangu. Katikati ya nyakati tungeweza kusema amrisho la Mungu la wakati, lakini sabato ni agizo katika sikukuu ambayo Bwana ametupatia. Ninakutia moyo tu za sabato. Sabato, tunakukumbusha tena, ni adhimisho la uumbaji wa Mungu. Uwepo wako hapa ni kusema ya kwamba Mungu umeniumba, mimi ni kiumbe. Ni adhimisho la kutambua viumbe wengine na kuvipa heshima. Unajua, kama hautakuwa mtunzaji wa sabato, unajitengenezea tabia ya kikatili ya shetani ya kuharibu viumbe vya Mungu badala ya kuvitunza. Tunapokuwa katika utunzaji wa sabato, Mungu alikusudia tuadhimishe uumbaji wake, na kila juma Bwana anatutaka tufanye hivyo. Na kwa adhimisho hili la uumbaji, sisi Waadventista wa Sabato tulipaswa kuwa katika viwango vya juu vya utunzaji wa mazingira. Tulipaswa kuwa na viwango vya juu vya huruma. Leo unaweza ukamshangaa Mwadventista msabato hata anayeweza kutoa kauli bila kujali ya kwamba itamuumizaje huyo mwenzake. Tumeitwa kuadhimisha uumbaji wa Mungu.
Lakini sabato ya siku hii ya saba ni adhimisho la ukombozi, kwamba sote tumekombolewa. Sabato ni muhuri, ni ishara inayotutambulisha ya kwamba sisi ni miliki ya Mungu. Ajabu ambayo iko siku za leo, Mungu anaposema tuache kufanya kazi zetu zote, leo Waadventista tumekuwa kama Wakatoliki ambao tunakuja kwenye ibada kama misa. Unachomoka unasema kwamba ngoja niende chap nifanye misa alafu nirudi kwenye mambo yangu. Siku ya saba sio siku ya misa. Bwana Yesu asifiwe. Sio siku ya misa. Hii ni siku takatifu Bwana ameitenga, ni yake na wewe. Haipaswi kuwa imeingiliwa na jambo lingine lolote. Leo unaona watu wakiendelea na kazi zao kama kawaida. Wengine wako hapa, maduka yanaendelea, biashara zinaendelea kama kawaida. Mimi siko hapa kuhukumu. Yule Bwana aliyesema ya kwamba mtafanya kazi kwa siku 6 na siku ya 7 mtapumzika, huyo ndiye ambaye bado dai lake linasimama hata leo. Siku ya 7 sio siku ya sisi kwenda kwenye vyama vya vikoba. Siku ya 7 sio siku ya sisi kufanya biashara. Siku ya 7 sio ya sisi ya kufanya makazi ya kuhangaika na kuosha vyombo sijui na kupika na kujipikirisha na kufanya mambo mengine. Siku hii sio siku ya kunyoosha na kufua. Hii siku sio siku ya kufanya mambo yanayotufurahisha. Hata leo kombe la dunia limeanza. Ninajua unaweza ukamkuta mwanaume mzima na akili yake anayesoma Biblia amekaa kwenye banda la mpira anafuatilia mpira siku ya Sabato. Hivi huoni aibu unaangalia tathmiria siku ya Sabato? Hata upati hofu eti unakaa kuangalia mpira. Unapata nini kwenye mpira? Bwana na atukemee taifa hili. Bwana na atukemee. Utafiti wangu niliofanya nimegundua siku ya Sabato ndio siku ambayo kazi ya usengenyaji inafanyika kuliko siku zingine. Mama wa watu alivaa kanguo kake aje kanisani kazuri, akionekana anavyojidai sasa. Siku ya Sabato ni siku ya kujililia, ni siku ya kujipeleleza. Sio siku ya umbea ya kukaa vijiwe. Ninakutia moyo, puuza vijiwe ambavyo haviwezi kumtukuza Mungu siku ya Sabato. Vipuze vijiwe hivyo. Bora ukae mwenyewe kwenye kona. Ukikosa wa kuongea naye, una earphone, weka earphone zako, uchague wimbo wako mzuri usikilize. Wengi hatubarikiwi siku ya Sabato. Tunakuja kanisani ndio, badala ya kuondoka na baraka tunaondoka na laana. Bwana na atukemee tuitunze Sabato yake. Ulichagua mwenyewe, hukulazimishwa. Ulichagua mwenyewe. Basi chagua kumtii Mungu, uwe na viwango vya juu katika utunzaji wa Sabato. Siku zingine hizi ambazo Bwana alitupatia sikukuu. Sikukuu ya kwanza inaanza katika mstari ule wa 5, tofauti na Sabato. Hii ilikuwa ni siku ya Pasaka. Sitasoma mafungu yake, nitakuomba tu wewe utafuatilia na muda wako utasoma katika kitabu hicho cha Mambo ya Walawi sura ya 25. Sura hiyo yote. Mstari wa 5 unaeleza sikukuu ya pili ambayo Bwana anasema ya kwamba tumfanyie. Ilikuwa ni sikukuu ya Pasaka. Hii sikukuu ilikuwa imepewa muda wake specific, na muda wake ulikuwa ni tarehe
14, yani siku ya 14 ya mwezi wa kwanza wa Kiyahudi. Unajua ilikuwa ni hapo kati ya mwezi wa Machi. Hapo kwenye mwezi wa Machi ndipo ilipokuwa inafanyika sikukuu hii. Sasa Israeli walipokwenda awamu ya kwanza Yerusalemu, walitekeleza sikukuu 3 kwa awamu ya kwanza. Siku ya kwanza au sikukuu ya kwanza iliyofanyika ilikuwa ni sikukuu ya Pasaka iliyofanyika siku ya 14. Na hii Pasaka na hizi sikukuu zote zilikuwa ni kalenda ya mpango wa Mungu wa ukombozi. Hizi sikukuu zimebeba kalenda, zinatazamwa kama kalenda ya mpango wa ukombozi. Kwa lugha nyingine, hizi sikukuu zimebeba unabii, ni mshale wa kinabii kuonyesha matukio yatakayotokea, matukio yenyewe yanayohusu mpango wa ukombozi wa Mungu. Kwa hiyo mara hii ya kwanza walipotokea katika mwezi wa kwanza, walitokea mbele za Bwana, wakafanya Pasaka siku ya 14, wakachinja mwana kondoo wa Pasaka, ikiwa ni ishara iliyokuwa inawaelekeza juu ya ujio wa Masihi, ya kwamba uko wakati Masihi atakuja. Hivi ilikuwa ni kumbusho la kila mwaka ya kwamba jamani, mwaka huu Masihi hajaja, tumekutana hapa tena, ila Masihi atakuja. Pasaka ilikuwa inasisitiza ujio wa kwanza wa Masihi kama mwana kondoo wa Mungu atakayechukua hatia ya wanadamu wote. Hii siku ilikuwa ni siku kubwa kwa Wayahudi. Baada ya kuwa Yesu amekuja, siku ile aliyokufa pale msalabani, kondoo wa kweli akawa ametolewa, kafara ya kweli ikawa imepatikana. Hapo ndipo wakati ambapo kivuli cha Pasaka aliyechinjwa na halisi Yesu Kristo vilikutana. Na katika makutano hayo pale msalabani, pazia lile la hekalu lilipasuka, likawa wazi. Patakatifu hapakuhitaji mwakilishi wa kibinadamu. Yesu mwenyewe kwa kafara yake anakuwa ni kuhani anayetuwakilisha sisi sote mbele za Baba. Bwana Yesu asifiwe. Hata wale kondoo waliokuwa wachinjwa wakatawanyika. Utimilizo wa siku hii ya Pasaka ulitimia siku ile pale Calvary, Yesu alipoangikwa kwa ajili ya wanadamu wote. Sasa hivi hatuna sikukuu ya Pasaka inayotuonyesha unabii. Siku hizi tunazo meza ya Bwana ambayo inafanyika kila wakati ilipopangwa kufanyika. Hii ikitukumbusha ya kwamba Yesu amekwisha kufa kwa ajili yetu. Bwana Yesu asifiwe. Amekwisha kufa. Sasa hivi tunafanya Pasaka, tunafanya meza ya Bwana kama kumbukumbu inayotukumbusha mauti yake. Lakini sio hivyo tu. Awamu hii ya kwanza pia walifanya sikukuu ya mikate isiyotiwa chachu. Hii utaisoma katika mstari wa 6 wa kitabu cha Mambo ya Walawi. Sikukuu hii ya mikate isiyotiwa chachu yenyewe ilifanyika siku ya 15 ya mwezi huo wa kwanza. Siku ya 14 Pasaka, siku ya 15 walifanya sikukuu ya mikate isiyotiwa chachu. Na walianza kuila hiyo mikate siku hiyo, na walifanya sikukuu hii mbele za Bwana kwa muda wa siku 7. Hawakula mikate isiyotiwa chachu pamoja na kawaida zingine za matoleo zilizokuwa zikifanyika. Siku hii ilikuwa ikimwakilisha Yesu, yeye ambaye hana ila, kondoo wa Bwana asiye na ila, kuwakilisha maisha matakatifu ya Yesu, yeye anayefaa peke yake kuwakomboa. Na hii siku
ilitimia katika kifo cha Yesu. Yesu alipokuwa amechukuliwa na kuzikwa, mwili wake ambao haukuharibika ukiwa kaburini. Huu ulikuwa ni unabii unaodhihirisha mwili wa Yesu ambao unavunjika na kuharibika kwa ajili ya wadhambi. Lakini sikukuu iliyokuwa inafuata ilikuwa ni sikukuu ya Miganda, ambayo ilikuwa ni sikukuu pia inayoitwa ya Malimbuko, unayoweza kuisoma katika Walawi sura yake ni ya 9 kwenda 14. Katika sikukuu hii unaweza ukawaona Israeli walipokuwa wanatoka kwao wakipanda Yerusalemu, kila mmoja katika mavuno ya nchi aliyokuwa anayategemea. Ile miganda ya kwanza iliyokuwa imeiva, yale malimbuko ya kwanza, vile vyakula vya kwanza vilivunwa na Israeli wakapanda navyo kwenda Yerusalemu. Na hivi vilikuwa vinawakumbusha Israeli ya kwamba Bwana ametupa muda wa kufanya kazi. Hauwezi kutokea kwa Bwana, wengine wanatokea na miganda, wewe huna mganda wa kupeleka. Hilo lazima ulipaswa uende ukafanye kazi ili uwe na mganda wa kutokea nao. Sasa siku hii ya malimbuko yenyewe ilitimia wakati wa ufufuo wa Yesu Kristo, yeye aliyekuwa limbuko la kwanza la walio hai. Siku Yesu alipofufuka, hiyo siku ndiyo utimilizo wa unabii huu, ya kwamba Yesu angekufa na angefufuka kama limbuko la wote waliolala. Yeye amekuwa limbuko letu. Yeye amekuwa limbuko la watu wote na wanadamu wote. Sikukuu hii ya utikisaji wa miganda ilitikiswa mbele za Bwana. Kila mmoja alitokea na mganda wake ukatikiswa. Makuhani wakatikisa mavuno haya ya awali. Inashangaza tu siku hizi za leo, vile vya kwanza watu tunapiga wenyewe. Sadaka za malimbuko zimepungua. Huku Dar es Salaam sijawahi kuziona kabisa. Afadhali nilikotoka Arusha, kuna baadhi ya watu wachache wanaokumbuka sadaka za malimbuko. Wapendwa, cha kwanza ni cha Bwana. Hata mshahara wako wa kwanza ulipaswa uwe wa Bwana. Cha kwanza huwa ni cha Bwana. Niliwahi kumuona mdada mmoja ambaye alipewa kazi. Akanipigia simu akaniambia, "Pastor, nimepewa kazi na Mungu kwa njia ya maajabu. Mshahara wangu wa kwanza nilisema nitampa Bwana, na akauleta kama ulivyo." Ndani ya miezi mitatu alipandishwa cheo. Ndani ya miezi tu mitatu ya ofisi ile, na mambo yake mengi yalifunguka. Siku ya mikate, sikukuu ya miganda, hiyo ilikuwa ni sikukuu ya 3 katika awamu ya kwanza. Na walipozimaliza hizi sikukuu 3, Pasaka, mikate isiyotiwa chachu pamoja na utikisaji wa miganda uliofanyika siku ya 16, basi walirudi nyumbani. Na waliporudi nyumbani baada ya sikukuu ile ya mikate isiyotiwa chachu, yenyewe ilikuwa inafanyika siku 7. Baada ya sikukuu hiyo walianza kuhesabu majuma 7, kwa maana ya siku 49. Baada ya siku 49 walipaswa kurudi tena Yerusalemu kumfanyia Bwana sikukuu ya majuma. Sikukuu hii ya majuma ndipo ambapo walitokea mbele za Bwana wakiwa wanaleta sadaka za mavuno. Walitokea mbele za Bwana na sadaka za mavuno, maana utikisaji wa miganda ulikuwa unaonyesha mwanzo wa mavuno. Sasa baada ya siku 49 wamekwisha kuivuna nchi, walitokea kwa Bwana kumshukuru Bwana kwa mavuno, na walitokea na kawaida za siku hii zilifanyika. Kwa kweli ilikuwa ni siku ya kuleta mavuno, sadaka za mavuno mbele za Bwana, kumshukuru Bwana kwa chakula cha nchi. Haikuishia hapo. Unabii wa siku hii ya majuma au sikukuu hii ya majuma, ambayo pia inaitwa sikukuu ya Pentekosto, maana sikukuu hii ilifanyika siku ya 50 baada ya siku ya sikukuu ile ya mikate isiyotiwa chachu. Kwa hiyo unaweza ukawaona hawa ndugu
wanapotokea mbele za Bwana ili wamtukuze Mungu, wampe shukurani kwa mavuno ya nchi. Na hii ilitimia pale mavuno yalipofanyika ya kwanza baada ya kifo cha Yesu. Yesu alipokufa akakaa siku 40, injili ilikuwa haihubiriwi. Hatumuoni yeyote akiamini ndani ya siku 40. Na hata baada ya siku 10 Yesu kuwa amepaa mbinguni, mitume walikuwa tu kwenye chumba, walikuwa tu pamoja, walikuwa hawana lingine wanafanya, walikuwa wakiomba, wakiisubiri ahadi kama ilivyokuwa imeahidiwa. Kwa hiyo siku ya 50 baada ya kifo cha Yesu, unabii wa siku hii ulitimia. Pamoja na hayo ambayo nimeyasema, siku hizi za 50 ndio zilikuwa siku za mwanzo wa mvua. Mvua ya mwanzo ilianza kunyesha wakati huu. Sasa hii siku ilitimia pale ambapo mavuno yalifanyika. Roho Mtakatifu alipomiminwa, ahadi hiyo ilipotimia kwa Israel, ahadi ilipotimia kwa mitume, wakasimama pale Yerusalemu, wakahubiri, wakamsema Yesu. Watu zaidi ya 3,000 wakampokea Yesu, wakabatizwa, na jamii ya waaminio ikaanza kuongezeka tangu wakati huo. Ujio wa Roho Mtakatifu ulifanya utimilizo wa siku hii ya Pentekosto. Mpaka leo tumenyeshewa mvua ya vuli. Hata leo tunaishi na mvua ya vuli. Mbele yetu tunasubiri tukio moja tu la mvua ya masika kwa ajili ya kuimaliza kazi. Hivyo utaweza kugundua ya kwamba mpango wa ukombozi umeratibiwa vyema. Baada ya sikukuu hiyo ya mavuno, walirudi nyumbani, wakasubiri kurudi kwa awamu ya mwisho ambayo walikuja katika mwezi wa 7. Mwezi wa 7 wa kalenda ya Wayahudi. Na sasa mwezi huu wa 7, siku ya kwanza ya mwezi wa 7, walikuwa na sikukuu ya matarumbeta. Sikukuu ya Rosh Hashanah ndiyo sikukuu ambayo matarumbeta yalipigwa. Haya matarumbeta yalipigwa kwa ajili ya kuandaa Israeli kwa sikukuu ya upatanisho. Yalikuwa yanapigwa matarumbeta haya kwa ajili ya kuambia Israeli, jichunguze, tunapanda kwenda katika sikukuu ya upatanisho ambayo ilikuwa inafanyika siku ya 10 ya mwezi wa 7. Kwa hiyo baada ya siku 10, katika siku hii ya matarumbeta iliwaandaa Israeli kwa siku 10 zilizokuwa zinakuja mbele yao. Na sikukuu hii ndiyo iliyowapeleka Israeli kuandaa kwa ajili ya sikukuu ya upatanisho. Chungaji, hii nayo imetimia. Ni kweli imeishatimia. Kiangalia vizuri unabii, matukio yaliyotokea kabla ya mwaka 1844 ni matukio yaliyosimama badala ya sikukuu hii ya matarumbeta. Huduma ya William Miller akihubiri ujumbe wa malaika wa kwanza ulikuwa ni wakati wa watu kuandaliwa kwa ajili ya hukumu ya upelelezi, kwa ajili ya huduma ya Kristo katika awamu ya pili katika patakatifu pa patakatifu. Hiyo haitoshi, siku ya 10 ya mwezi wa 7 wa Kiyahudi walifanya sikukuu ya upatanisho ambayo iliitwa Yom Kippur, siku ambayo kuhani mkuu aliingia katika patakatifu pa patakatifu mara moja tu kwa ajili ya kuondoa dhambi zote zilizokuwa zimewasilishwa hekaluni na kuzitoa nje. Kwa hiyo kipindi hiki kiliwataka Israeli wote kuwa mbele za Bwana, na wao wangezunguka hema ya kukutania katika wakati ule wakiwa jangwani, lakini wangelizunguka hekalu la Yerusalemu
wakati walipokuwa hekaluni, na kuhani aliingia katika patakatifu pa patakatifu kwa ajili ya kulipatanisha taifa. Dhambi zote zilizoungamwa kwa muda wote wa mwaka mzima, huu ndio wakati ulikuwa wa kuzitoa hekaluni. Naomba nikukumbushe kitu kimoja, ya kwamba kwa mwaka mzima Israeli walikuwa wanapeleka dhambi hekaluni kwa njia ya kafara mbalimbali. Walikuwa wanapeleka hatia zao, na siku hii ya Yom Kippur, sikukuu hii, Israeli walitokea mbele za Bwana wakazitesa nafsi zao, maana kuhani alikuwa anaingia ndani ya hema ili aweze kutoa dhambi hemani, na alipotoka akizitoa dhambi hemani, alikuwa anakuja na kuweka mikono yake juu ya mbuzi wa Azazel, na huyu mbuzi wa Azazel akaenda akatupwa mbali na taifa, akaachwa jangwani. Sasa mwaka 1844 tarehe 22 mwezi wa 10, unabii ulitimia. Yesu Kristo aliingia patakatifu pa patakatifu, yeye kuhani wa kweli. Mpaka sasa kinachoendelea ni kwamba Yesu anatuhudumia, yeye mhudumu wa hema. Anakuhudumia, ananihudumia mimi. Huu ndio wakati wa sisi kujipeleleza. Huu ndio wakati wa kumfuata Yesu katika hema, katika patakatifu. Huu ni wakati wa kukaza macho yetu kwa kuhani mkuu, yeye anayesema tukikaribia kiti cha rehema kwa ujasiri. Huu ndio wakati wa kukaribia patakatifu pa Mungu wetu kwa ujasiri, kwa sababu tunaye Yesu. Yesu atakapomaliza huduma hii kama kuhani, alivyotoka na kuweka mikono juu ya mbuzi wa Azazeli, atatokea, na shetani aliyetesa dunia atakuwa kifungoni katika milenia ya miaka 1000. Na punde atatoka katika huduma hiyo anayoifanya sasa. Mimi na wewe, saa hii tuliosimama, tupo katika sikukuu ya upatanisho. Tupo katika wakati wa Yom Kippur. Tunapelelezwa. Huu ndio wakati wa kuzitesa nafsi zetu, ili kuhani atakapotoka, basi tumepata kibali na dhambi zetu ziwe zimesamehewa. Katika mchana huwa leo, baada ya samari hiyo ya haraka, iko sikukuu ya mwisho ambayo ilifanyika. Na sikukuu hii sio sikukuu nyingine, ni sikukuu ya vibanda. Hizo sikukuu zingine zimekwisha kutimia, hatunazo. Hii sikukuu ya vibanda inaadhimishwa na Waadventista wa Sabato, maana haijatimia bado. Kama Israeli walivyofanya, nasi tunafanya. Katika kitabu cha Walawi sura yake ni ya 33. Walawi sura ya 23 mstari wa 33 hadi 36. Hapo nisome ili niweke mkazo kwa dakika hizi chache zilizosalia. Anasema, kisha Bwana akanena na Musa na kumwambia, nena na wana wa Israeli uambie, siku ya 15 ya mwezi wa 7 ni sikukuu ya vibanda, muda wa siku 7 kwa Bwana. 35 anasema, katika siku ya kwanza kutakuwa na kusanyiko takatifu, msifanye kazi yoyote ya utumishi. Lakini 36 anasema, mtamsogezea Bwana sadaka kwa moto siku 7. Siku ya 8 kutakuwa na kusanyiko takatifu kwenu, nanyi mtamsogezea Bwana sadaka kwa moto. Ni mkutano makini huo, msifanye kazi yoyote ya utumishi. Bwana anaiagiza Israeli katika sikukuu ya vibanda wamfanyie Bwana sikukuu kwa muda wa siku 8. Siku ya kwanza kutaniko takatifu, lakini siku ya mwisho
kutaniko takatifu. Hizi siku Bwana alikuwa amezichagua kwa ajili ya sikukuu hizi za vibanda. Sikukuu hii ilikuwa ni sikukuu kubwa kwa Israeli. Hii ndio ilikuwa sikukuu kuu tena ya mwisho ya mwaka. Ilikuwa ni sherehe kubwa ya kumshukuru Mungu na kuomba kibali cha Mungu kwa mwaka mwingine unaokuja. Siku hii kuu ilifanyika katika siku ya 15 ya mwezi wa 7 wa Kiyahudi kwa muda wa siku 8. Na wana wa Israeli wote walipaswa kukusanyika mbele za Bwana. Hicho ndicho walichopaswa kufanya. Muda haunitoshi kufundisha kwa kina, lakini natamani ujue ya kwamba hii siku Mungu alikuwa na maslahi nayo makubwa. Maana ndiyo siku ambayo Mungu alikuwa anafanya yafuatayo na Israeli. Moja, Mungu aliwakusanya watu wake ili wampe shukrani. Wampe shukrani. Wamfanyie shukrani Mungu. Ilikuwa ni sherehe ya shukrani. Kwa nini sherehe ya shukrani? Ndiyo sherehe pekee ambayo Israeli walikula na kufurahi mbele za Bwana. Walitokea kushukuru. Walikuwa wanamshukuru nini Mungu? Moja, walikuwa wanamshukuru kwa kuwasamehe, kwa kuwapa kibali cha msamaha. Maana ni siku tu 5 wametoka katika sikukuu ya upatanisho. Ni watu wapya, dhambi zao taifa, dhambi zimeondoka katika taifa. Hivyo walikusanyika mbele za Bwana kumshukuru kwa msamaha, wakisema Mungu asante kwa kutusamehe. Hii ilikuwa ni sikukuu ya mwitikio wa utakaso. Sikukuu za vibanda zilikuwa ni sikukuu za mwitikio wa utakaso, kwamba Bwana amewatakasa watu wake. Unajua, natamani ije katika mawazo yako kidogo, utafakari wakati uliposamehewa. Piga wakati ulipokuwa na deni zito, lafu ukatangaziwa msamaha. Shangwe yake ni kubwa. Israeli walikuwa katika shangwe wakimshukuru Mungu kwa msamaha. Wapendwa, uwepo wako mpaka leo ni tangazo la dhahiri ya kwamba Bwana amekusamehe. Umesamehewa dhambi zako. Unapaswa kupanda kwenye makambi ukiwa na moyo wa shukrani ya kwamba dhambi zako zimesamehewa. Bado hamjanielewa? Kama hujaungama dhambi, huu ndio wakati wa kuungama dhambi, upande kambini kwenda kwa Bwana ukiwa na hakika ya msamaha. Tunakwenda kambini kucelebrate msamaha wa Bwana. Yaani hauwezi ukawa na mpango wa kupanda kambini kwenda kujiongezea dhambi. Hauwezi ukawa unapanga kwenda kambini eti kwenda kujiongezea dhambi. Tunakwenda kambini kumshukuru Bwana kwa msamaha. Wapendwa, bado iko nafasi kama kanisa, kama mtu mmoja mmoja, tuna kila sababu ya kupanda kwenda kwa Mungu wetu kumshukuru kwa msamaha wa dhambi. Dhambi tulizoungama katika hema hii, tuna hakika ya kwamba Bwana ametusamehe, na huu ni wakati wa kwenda kumshukuru. Lakini tu hawakwenda kumshukuru kwa ajili ya msamaha, walikwenda kumshukuru kwa ajili ya ulinzi kwa mwaka mzima.
Bwana aliyewalinda walienda kumshukuru kwa ajili ya ulinzi. Hawakumshukuru tu kwa ajili ya ulinzi, walitokea mbele za Bwana wakimshukuru kwa mavuno ya nchi. Yeye aliyewapa chakula kwa muda wa mwaka mzima, yeye aliyelisha mifugo yao, yeye aliyewaongezea akawapa watoto, yeye aliyeongeza mifugo yao, walitokea wakimshukuru. Na ndiyo maana moja ya wimbo ulioimbwa kambini ni wimbo namba 136, mshukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Huu ndio wimbo uliolindima kambini, wimbo uliokuwa umebeba maudhui ya shukurani kwa yale Bwana aliyoyatenda toka nyuma. Ndiyo maana utasikia mshukuruni Bwana, yeye anayekipa kila chenye mwili chakula chake. Hizi ni nyimbo zilizoonyesha vibe la taifa la Mungu lililotokea kumshukuru. Taifa la Mungu lililotokea kumpa Bwana shukrani. Na ndiyo maana anasema wasitokee mbele za Bwana mikono mitupu. Sikukuu hii muda haunitoshi kusoma. Ukisoma kitabu cha Kutoka sura yake ni ya 23, mstari wake ni wa 16, lakini ukasoma Kutoka hiyo sura ya 34, mstari wake ni wa 22, utaona neno la Bwana linaita sikukuu ya vibanda kuwa ni sikukuu ya makusanyo. Hii ilikuwa ni sikukuu ya kukusanya sadaka ambazo Israeli walikuwa nazo, zile walizomletea Bwana. Naomba twende taratibu. Sikukuu hizi za vibanda ilikuwa ni sikukuu ya matoleo, na walitoa kwa muda wa siku 7. Maelekezo yake unaweza kuyaona katika Hesabu sura yake ni ya 29, mstari wa 12 mpaka 38. Sikukuu hii ya vibanda walimpelekea Bwana matoleo. Sikukuu ya kwanza hii, siku ya kwanza ya sikukuu ya vibanda, Bwana alitoa maelekezo ng'ombe 13 wachinjwe na kondoo kwa idadi yake watokee pamoja na vipimo vya unga. Sadaka zilitolewa kwa wingi, lakini zilienda zikapungua mpaka siku ya 8 zikipungua. Bwana alikuwa ametoa maelekezo ya matoleo. Usitokee mbele za Bwana mikono mitupu. Wakiwa katika sikukuu za vibanda, hili ndilo fungu walilolisoma. Naomba nisome pamoja na wewe Torati sura yake ni ya 26, mstari wake ni wa 12. Haya ndiyo maneno waliosema Israeli. Naam, tusome 13. Baada ya matoleo yao, matoleo ya shukurani, walisema maneno haya mbele za Bwana. Nikutie moyo, fungua Biblia yako, soma katika Torati sura ya 26, mstari wake ni wa 13 hadi 15. Anasema, nawe sema mbele za Bwana Mungu wako, vitu vilivyo vitakatifu nimeviondoa katika nyumba yangu, nami nimewapa Walawi na mgeni na yatima na mjane kwa mfano wa maagizo yako ulionihusia yote. Sikukosa maagizo yako yote, wala sikuyasahau. Anasema katika mstari wa 14, katika vitu hivyo sikula wakati wa matanga mimi. Mungu ambaye hakukupa matanga ili ule vya Bwana, anasema wala sikuviondoa nikiwa na unajisi, wala sikutoa kwa ajili ya wafu katika vitu hivyo. Sauti ya Bwana Mungu wangu nimeisikiza, nimefanya yote kama ulivyo niamuru. Uangalie toka makazi yako matakatifu mbinguni, uwabarikie watu wako Israeli na nchi uliotupa, kama ulivyowapia baba zetu, nchi imiminikayo maziwa na asali.
baada ya kuwa Israeli imefanya declaration ya kwamba vyote ulivyoniagiza Bwana nimeleta, kuhani anasema, Bwana, toka katika makao yako matakatifu uwabariki watu wako Israeli. Mpendwa, sikukuu ya vibanda inatoa mahitimisho ya mwaka, na hakuna matoleo yanayopaswa kubaki kwenye nyumba ya mtu. Mwaka mzima kama kuna zaka ilikuwa inabaki, usimalize makambi bado kuna mabaki ya zaka ya mwaka. Kana kuna sadaka zilikuwa zinabaki, usimalize makambi una mabaki ya sadaka. Yaani unapomaliza mwaka wa kambi, unapomaliza makambi, unatakiwa kuanza upya. Ninakutia moyo, kama ziko zaka ziko nyumbani, kama ziko sadaka za Bwana nyumbani, kama yako matoleo, kama ziko nadhiri, huu ndio wakati wa kukamilisha yote. Ukitoka kambini uwe na tangazo la baraka za Bwana. Sikukuu ya vibanda ni sikukuu ya kumshukuru Mungu. Ninapomalizia, sikukuu hii iliwakumbusha wana wa Israeli safari yao toka Misri, na ndiyo maana Bwana aliwaagiza wakae katika vibanda muda wa siku 7, kuwakumbusha ya kwamba baba zao walikaa katika vibanda jangwani. Haya utayapata katika Walawi 23:41 hadi 43. Ilikuwa inawakumbusha ya kwamba baba zao walikaa katika vibanda, walipaswa watoke kwenye mazingira yao mazuri katika nyumba walizojenga, waende wakajikumbushie safari ya baba zao, ya kwamba baba zao walisafiri jangwani. Huo unaweza ukawa ni ujumbe ambao walikuwa wanakumbushwa. Na sisi tunapoambiwa twende sikukuu za vibanda, tutoke katika nyumba zetu nzuri, tutoke katika mazingira yetu, katika maua yetu, katika yale yanayotupendeza, twende mahali palipochaguliwa, tuketi huko. Mungu anataka kutukumbusha jambo moja, ya kwamba bado sisi ni wasafiri, ya kwamba bado hujafika, hatujamaliza safari yetu, bado tunasafiri. Bwana anatupeleka katika vibanda ili kusisitiza ujumbe ya kwamba we are pilgrims. Sisi ni wasafiri katika ulimwengu huu. Safari yako haijafika mwisho, maisha yako hayajafika mwisho. Bado tunaitegemea Kanani ya mbinguni. Tunasafiri katika jangwa hili. Ziko kero na adha jangwani, zisitutishe. Natamani nikuambie msikilizaji wangu katika mchana wa leo ya kwamba Bwana ana ujumbe na wewe katika mwaka huu tena, akikwambia kwea, nenda mahali palipochaguliwa kwa sikukuu za vibanda. Bwana ana ujumbe wa kukusisitizia ya kwamba wewe bado ni msafiri. Sisi bado ni wasafiri. Ukiwa pale nyumbani kwako umejenga nyumba yako nzuri, hutakaa kwenye hiyo nyumba milele. Hiyo sio nyumba yako ambayo Bwana amekusudia ukae. Bwana ameandaa makao kwa ajili yako. Tunakwenda mbinguni. Makao yetu ni ya mbinguni. Mungu anatupeleka mahali pengine kwenye vibanda ili tudharau mambo ya dunia hii. Turudi kwenye focus ya kwamba tunaenda nyumbani mbinguni. Jambo la tatu la muhimu, hawa watu walikuwa wakienda katika makambi au kufanya hizi sikukuu za vibanda ili Israeli wakumbushwe kuwa safari yao bado. Hapa si kwao,
si kwao. Hapa si kwetu. Ni kweli Mungu aliongeza mali tulizo nazo, ametupa kumiliki, ametupa hiki na kile, bado tunamngojea. Akili zetu zisije zikaondolewa ufahamu na fikra za kurudi kwa Yesu mara ya pili. Jambo lingine la muhimu, Israeli walikutana katika sikukuu za vibanda kukumbushiwa torati ya Mungu. Hii unaweza ukakutana nayo katika kitabu cha Nehemia. Kukumbushwa torati ya Mungu. Hata leo tunakwenda kambini kukumbushwa torati ya Mungu. Ndiyo maana Mungu amewaandaa watendakazi wake wakiwa na ujumbe kwa ajili yako, kwenda kulisoma neno. Tunakwenda kambini kusoma neno na si vinginevyo. Wana Magomeni hatuendi kwa sherehe, tunaenda kujikumbusha torati. Bwana Yesu asifiwe. Tunakwenda kukumbushwa torati ya Mungu. Nenda na notebook ukakumbushwe torati. Nenda ukajikumbushe torati ya Bwana. Kambi linahitaji watu wote. Linamhitaji kila mmoja aende kambini. Haijalishi ya kwamba wewe ni mpagani, sio mpagani. Wote tunapaswa twende kambini. Tunapaswa kwenda kambini. Na ndiyo maana Bwana anatoa maneno haya ambayo ninayasoma leo ya mwisho, kukuandaa kwenda kambini, kukuambia ya kwamba usipange kukosa. Hauna sababu yoyote. Huna sababu yoyote ya kukosa makambi. Huna. Kuna Wakristo tumeenda mbali mpaka tunaweza tukavizira wokovu. Hata kama unahisi tumekosea, huna sababu. Huna sababu. Makosa huwa yanarekebishwa, lakini mbele ya safari. Huna sababu. Kitabu cha Zekaria sura yake ni ya 14 mstari wa 16. Zekaria 14 mstari wa 16, neno la Bwana linasema, hata itakuwa ya kwamba kila mtu aliyesalia wa mataifa yote waliokuja kupigana na Yerusalemu atakwea mwaka baada ya mwaka ili kumwabudu mfalme, Bwana wa majeshi, na kuishika sikukuu ya vibanda. Anasema katika mstari wa 17, tena itakuwa ya kwamba mtu awaye yote wa jamaa zote zilizomo duniani asiyekwea kwenda Yerusalemu ili kumwabudu mfalme, Bwana wa majeshi, mvua haitanyesha kwao. Na kama jamaa ya Wamisri hawakwei wala hawaji, pia hainyeshi kwao, itakuwa tauni ambayo Bwana atawapiga mataifa wasiokwea ili kushika sikukuu ya vibanda. Hii ndiyo adhabu ya Misri na adhabu ya mataifa yote wasiokwea ili kushika sikukuu ya vibanda. Ajenda hii ni ajenda ya Mungu, ya kwamba tunapaswa tukiwe kwenda katika sikukuu za vibanda, kuanza mwaka na Bwana. Hii ndio Israeli. Tumepewa kambi kama kanisa la Magomeni. Ujumbe huu ni kukwambia ya kwamba unapaswa kukwea kwenda kambini. Iko hatari ya kutokukwea. Sisi tunalisoma neno la Bwana kuwatia moyo na kuandaa watu kwenda kwa makambi. Wito wangu, jiandae kupanda kwenda kambini. Si mbali
siku ya Ijumaa kambi letu litafunguliwa. Jiandae kupanda kwenda katika sikukuu za vibanda. Wito wangu wa pili, ondoa sadaka zote za Bwana katika nyumba yako. Andaa sadaka nono kabisa utakayomtolea Bwana kama sadaka ya shukrani. Na siku ya Sabato ijayo pale Kwembe, tutawagawia waumini wote na watoto wetu bahasha maalum za matoleo ya sadaka ya shukrani. Bahasha hizo tulikuwa tuzigawe leo kama sehemu ya kuandaa, lakini bahasha hizo zimekuwa chache, tukaona kwamba sio vyema kumpatia mmoja wengine wakasalia. Sabato ijayo tutawagawia wote, na jiandae kumtolea Bwana sadaka hizo za kumshukuru. Tumepewa magoli. Mimi sio muumini wa magoli, na wala siwezi kuwatangazia magoli ya kumtolea Bwana. Kila mmoja moyoni mwake aone atamshukuruje Bwana. Hicho utakachomshukuru ndiyo shukurani ya kweli. Bwana Yesu asifiwe. Zaidi ya yote, leo tunatoa wito wa kwenda kambini. Wito wa kwenda kambini. Wito wa kuzitunza sikukuu za Bwana ikiwemo Sabato. Mungu atubariki. Na Bwana akatujalie na akatupe kambi njema 2026. Tusimame wapenzi wa Bwana. Wapenzi wa Bwana, ije raha yenu, imbe. Praise leading team, mje hapa mshike mic, tuimbe wimbo huu vizuri. Mimi nilikuwa natoa tuki, wapenzi wa Bwana. Praise team, mshikeni mic, tuimbe wimbo huu kwa furaha kabisa. Wapenzi wa Bwana, na ije raha yenu. Tuimbe nyimbo za raha za ibada yetu tunapokwea kumwabudu Mungu katika eneo alilolichagua. Ni namba 70. Wapenzi wa Bwana, na ije raha yenu. Tuanze beti la kwanza. Wapenzi wa Bwana, ije raha yenu, imbeni nyimbo za raha, imbeni nyimbo za raha za ibada yenu, za ibada yenu. Twende na Sayuni.
yetu tukakutana naye katika siku kuu za vibanda. Tunakwenda kuomba. Ninakutia moyo mchana huwa leo ujiombee ombi la kujitakasa. Umwambie Mungu akusaidie ukutane naye mwaka huu 2026. Jiombee kwa dakika moja. Nami nitaomba ombi fupi la kuomba kibali cha Bwana tunapokwenda kwenye kambi la mwaka 2026. Karibu kwa maombi. Baba mwema, ni mchana mwingine tumesimama mbele zako watoto wako, tukiwa tumesikia ujumbe wa sikukuu zako. Baba, tunapozitafakari sikukuu hizi zinatuonyesha kalenda na mpango wa wokovu wetu. Na hata sasa inaendelea sikukuu ya upatanisho. Bwana, ukiliweka dai kwa kila nafsi kujitesa, kujinyima, kujiridia. Huu ndio wakati wa kila nafsi ilipaswa kuinua sauti yake mbele ya kiti chako cha enzi, ikisema, ole wangu mimi maskini, ni nani atakayeniokoa na mwili huu wa mauti? Na ndipo Yesu useme, mimi nitakuokoa, nitakuinua kwa mkono wa haki yangu. Hivyo Bwana, tusaidie kuelewa tuko wakati mgani. Tusaidie Baba, sisi wasafiri wa kwenda mbinguni, tujitenge na uovu. Maana umesema nasi kwa neno lako, kila anayelitaja jina la Bwana na uache uovu. Baba, tusaidie. Wasaidie watoto wako, tusaidie wana Magomeni. Dhambi isiwe sehemu ya maisha yetu. Ubaya usiwe sehemu ya maisha yetu. Ni kweli tunajaribiwa na yule adui, lakini Baba, kwa kuwa wewe ni mshindi, tunaomba katika wewe utupe ushindi wa dhambi. Hivyo katika kutano hili ninakuinulia sauti yangu kukuomba kipawa cha Roho Mtakatifu. Nikumbuke kutano hili, utumwagie mvua yako ya masika na mvua ya vuli. Tunaziomba mvua hizi kwa pamoja. Pamoja na hayo Bwana, umetukumbusha na umetuonyesha, ukitupatia wito wa kwenda kambi la mwaka 2026. Baba, tumekuwa tukiomba, tunaomba tena na hatutaacha kuomba. Ninaomba Bwana, mchana wa leo, andaa kila nafsi kukutana na wewe. Kama ulitaka kukutana na Israeli pale Sinai, uliwaambia wafue nguo zao. Baba, ninaomba juma hili likawe ni juma la wana Magomeni kufua nguo zao, ili watakapokuwa katika kilima kile, Bwana, wakuone uso wako na wakaisikia sauti yako. Baba, ninajua ikiwa hatutazifua nguo zetu sawa sawa, tutakapokutana na wewe tutaisikia sauti yako kama ngurumo. Ninaomba Bwana, tuisikie sauti yako mwaka huu, tukaelewane nayo. Hivyo naomba utakaso wako na utokee katikati ya kundi hili. Kama ambavyo mtoto wako mmoja mmoja amesema na wewe,
sikia dua yake na ukatutendee sote kwa utukufu wa jina lako. Zaidi sana Bwana, andaa mioyo yetu tutokee kwako na mioyo ya shukrani. Sijajua hawa watoto wako wamepangaje kukushukuru. Vipimo vya shukurani unavyo wewe. Ninaomba Mungu wetu, kila mmoja umsaidie atakapotoa matoleo yake, aseme ya kwamba Bwana, vile ulivyoniagiza nimevitoa, wala hakuna kilichobaki nyumbani kwangu. Hivyo ninaomba Mungu wetu, zile account za watoto wako ukazisaidie safari hii zipungue, ili mwaka utakaotupatia ukajaze, maana tutakuletea sadaka nyingi za upendo. Asante kwa maana utatufundisha kutoa. Mungu, watoto wako hawa waliokuja kukuabudu mchana wa leo, kadiri walivyokuja katika mahitaji yao, kutana nao. Yule aliyekuja ni mgonjwa, Mungu wetu, ninaomba umponye mchana wa leo. Yule aliyekuja ana jambo zito, wewe ni Mungu wa wote wenye mwili, hakuna gumu linalokushinda. Yule aliyekuja na mzigo wa familia, naomba aondoke akiwa amepata jawabu. Naomba usika kuwasaidia watoto wako. Lakini Baba, naomba baraka ziende na watoto wako. Tutakwenda katika juma lingine la maandalizi ya mwisho ya kambi, lakini juma la kazi. Naomba baraka zako na zitangulie mbele yetu. Neema yako yatosha. Sikia kuomba kwetu. Ni katika jina la Yesu Kristo Mwokozi wetu tumeomba, tukiamini na tukitegemea mengi zaidi kutoka kwako, kwa Yesu Mwokozi wetu. Amen. Bwana awabariki. Bwana akawaangazie nuru ya uso wake. Bwana akawape amani na kuwatunza. Awatangulie katika mapito yenu. Baada ya haya, jioni ya leo kuanzia saa 9:30 tutakuwa katika hema hii. Mchana wa leo na siku ya jioni ya leo tutaitumia kwa ajili ya maombi. Ninawakaribisha waumini wote, njooni tuombe. Njooni tuombe. Njooni tuombe. Bwana atubariki. Magomeni Adventist Choir, karibuni. Tumefikia mwisho wa ibada asubuhi ya leo. Mungu awabariki kwa utulivu wenu. Lakini nimeona uwepo wa Pastor Baraka Butoke. Niombe kutambua uwepo wako Pastor. Tumefurahi kuwa nasi na tumeshuhudia namna Mungu alivyokutumia katika mikutano ya Njombe Net Event. Karibu sana katika kanisa lako, kanisa mahalia. Mungu atubariki na tuwe na sabato njema.
pale mlimani kwenye msalaba aliyapata mateso. Nami naupenda huo msalaba kwa ajili ya wenye dhambi. Sitauacha msalaba hadi nipokee zawadi. Sitauacha msalaba hadi nivikwe taji yangu. Sitauacha msalaba hadi nivikwe taji yangu. Nafurahi alikunywa kikombe cha mateso, japo alisema kiniepuke. Ninafurahi hakuita malaika ili waiondoe misumari. Oh, isingekuwepo Kalvari, kusingekuwepo msalaba, asingekuwepo aitwaye Yesu, ningepotea milele. Isingekuwepo Kalvari, kusingekuwepo msalaba, asingekuwepo aitwaye Yesu, ningepotea